Wacha wamalize kuongea kwa. Umemaliza? Sasa mmesikia penye tunaelekea? Maana mtu asifike pale akakwambia hiyo kitabu. Mmemaliza mabado? Mmemaliza. Wacha post kama si. Wamemaliza. Mimi kwanza nikiwa hapa niseme hivi. Katika SDA, mimi vitabu za SDA zote naziamini na nazikubali 100%. Chenye kinafanya nisikubali zote ni nini? Si mmesikia message sasa hivi iko fununu. Hii kitabu iongezwe, hii iongezwe. Sasa nataka mwalimu tupresent ile area hiyo topic. Na tunasoma vitabu. Haya hatuongei saa hii. Hakuna historia. Tunasoma hizo vitabu za Royal Nabii. Tukonfirm kwa nini tunaziamini? Haya, mwalimu fungua hiyo topic. Asante sana. First of all, hatuwezi kuabudu Mungu mwenye hawezi linda vitabu vyake. Pia hatuwezi. Huwezi tuambia tunaabudu kwa mfano, Qur'an nyingine ilikuliwa na mnyama. Sasa hata kwetu iko hivyo. Hakuna. Naona Biblia iliandikwa kwa muda wa miaka ngapi? 500. 500. So Biblia iliandikwa kwa muda wa miaka 1500 na waandishi tofauti. Walikuwa wangapi? Walikuwa 40. Lakini hauwezi ona mwandishi yoyote ambaye anagombana na mwenzake. Hata Paulo anakuta kitabu cha Isaya iko, cha Danieli, hata cha Mwanzo, Musa mwenye aliandika Mwanzo iko. Na Yohana Patmo anaandika na anafunua tena Danieli. So hatuwezi kuwa tunaabudu Mungu ambaye anaendeleza vitabu vyake alafu viharibiwe. Asante mwalimu. Ka point tu kwa hiyo nikuongezee. Tumesema miaka ngapi? 1500. Mnajua urefu wa miaka 1500. Ninyi hapa nani ako na vipi? Sasa hata wewe angalia tu uko mbali sana. Lakini Mungu amechunga. Mwalimu hizo aya utazileta vizuri. Lakini tumesema waandishi ni wangapi? 40. Wenye wameandika Biblia. +1. Who is God? +1 ni nani? Ten commandments ni Mungu aliandika Biblia. Alichora. Kama kuna kitabu duniani kiliandikwa na Mungu ni hiki. Wacheni ya watu wanasema ndani, unaona ndugu zetu hapo wanasoma university, hakuna kitabu wanasoma Mungu aliandika. Wakati sijui huwa ndio, sijui alidiscover nini. Lakini Biblia peke yake imeandikwa na kidole cha Mungu. Sasa tuko na waandishi 41. Ni 40 plus God. So it's 41. Tuko pamoja? Sasa tunataka tuone Mungu anahusika kwa kitabu alafu kipotee tena kuwe kuna shida. Sasa ukiona mtu anasema kuna shida, pengine yeye asilete shida. Tuendelee mwalimu. Na wakati yanamalizika, Yohana anatuambia katika chapter ya Ufunuo wa Yohana 19 yake ya 9. Mwenye amefika hapa asomee ama mimi nisome hapa. Kitabu ni Ufunuo 19:9. 19:9. Unasema 19:9. Ndio. Naye akaniambia, andika, heri walio alikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Yote yameshaandikwa, sasa tuko kwa Revelation. Na tukuambia maneno haya yote ni ya kweli ya nani? Ya Mungu. Na hakuna mwenye anaweza ongeza wala kupunguza. Hakuna mwenye anaweza ongeza ama kufanya nini? Kupunguza. Methali 30 yake ya 5. Tutasoma hadi Methali 30:5. 30 verse 5 to 6. 30 verse 5 to 6. 5 inasema kila neno la Mungu limehakikishwa. Yeye ni ngao yao wamwaminio. 6, usiongeze neno katika maneno yake. Mungu anaambia manabii wake msiongeze neno katika maneno yake, asije akakulaumu ukaonekana muongo. Hata wale ambao wanajaribu kuongeza Biblia wanaonekana kuwa ni waongo. Na imagine hata vile vitabu ambavyo viliteketezwa, kile kitabu ambacho kiliteketezwa na mfalme, bado Mungu akaambia Yeremia andika. Kiandike ili sisi tuje tukute kiko. Katika Yeremia 36 aya ya 32. 36:32. Yaani Mungu analinda vitabu vyake. 36 aya 32. 32 inasema. Ndio. Ndipo Yeremia akatoa
gombo lingine, akampa Baruku mwandishi mwana wa Neria, naye akaandika maneno yote yaliyotoka katika kinywa chake Yeremia, na kitabu kile alichokiteketeza Yoyakimu mfalme wa Yuda katika moto. Japokuwa kilichomwa, bado kilifanya nini? Kiliandikwa. Ili sisi tukufanye nini? Tukikuta tukipate. Jeremiah 36:32. Na tukitoa andiko andika. So tunapata ya kwamba Biblia tumetoka kwa Biblia sasa. Mwalimu niongeze ongeza ndio tuende kwa sasa mimi naongeza kidogo. Hivi Biblia iko wazi. Tuko pamoja na Biblia Mungu anachunga kitabu chake. Na kama Mungu achungi kitabu chake tupate enough evidence Mungu ajui kuchunga kitabu yake. Huyo Mungu hatufai kumwabudu. Juu mwanadamu hawezi chunga. Hata mimi nikienda kuuliza baba yangu anipe historia mwenye alimzaa. Siku moja niliuliza historia ya dadine ya kiudishi na nyanya. Nyanya kunipia zikawa zimegongana. Nyanya amenipia na dadia nipia nyingine. Sasa kama neno la Mungu lingepokezana hivyo tungepotea. Hakika niliona vizuri. Lakini Mungu anajua kizazi hiki shida yake ni nini. Isaiah 30:8. Soma 30:8. 30:8 inasema 30:8 inasema, yes. Haya, enenda sasa, andika neno hili katika kibao mbele ya macho yao, lichore katika kitabu ili liwe kwa ajili ya majira yatakayo kuja kwa ushuhuda hata milele. Sijui kama napatana vizuri. Enda ukaliandike. Ukalichore katika kitabu, katika kibao mbele ya macho yao, ili liwe kwa ajili ya ushuhuda wa majira yatakayofanya nini? Kuja. Kwa nini? Kwa nini mbele? Sababu iko hapo. Soma hiyo sasa. Kwa maana watu hawa wewe unaona hata hawa ni watu waasi, watoto wasema uongo, wanataka uongo na kutetea mipangilio yao, watoto wasiotaka kuisikia sheria ya Bwana. Yes. Sasa sababu ya kuandika ndio waongo wote wakileta uongo yao naambiwa ndio hii kweli. Wakileta uongo naambia ndio hii kweli. Na Mungu akisaidia amemaliza. Biblia ikifanywa hivi ikienda kuwekwa penye sasa zinakamilikiana. Aya ya mwisho. Revelation 18:22. 18:22 inasema nini? 22 inasema, yes. Wala sauti ya wapiga vinanda. 18:22. 22:18. So 22:18. Hiyo ndio aya ya mwisho ya kufunga Biblia. Roma 18 inasema, namshuhudia kila mtu. Sasa sikia Mungu anaongea, anasema namshuhudia kila mtu. Na hiyo ni Biblia inafunika. Haya. Namshuhudia kila mtu ayasikie maneno ya unabii wa kitabu hiki. Sasa hiyo kitabu kishakamilika, sasa anaanza kurudishia wa kitabu hiki. Mtu yeyote akiyaongeza, Mungu atamuongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Ndio. 19 na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamuondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu. Umesikia maneno yenye alimaliza Biblia? Ni onyo ya kuchunga kitabu ya Mungu. Si ni onyo. Siki kama mnaelewa kabisa. Mungu anafunga kitabu na onyo ya kuambia mjaribu. Hii kitabu nimeiweka vizuri. Msijaribu kufikiria kuongezwa. Na hata Rumi ilipokuja ikaharibu vitu, Mungu alichagua King James. Mtu tu mwenye hapo watu King James iliandikwa kwa kiboko. Mwani soma hiyo historia. Walichukua different translator wengi wakaenda kwa original wanasoma kwa kitabu. Mjaribu mleta hapa different translation mtaona. Wenye watatofautiana na tupate review, kiboko itatembea. Sasa watu walikuwa wanasoma kwa uangalifu kabisa. Kwa uangalifu kabisa wakaleta Biblia yenye King James tunaipenda. Tunaelewana vizuri. Na hata wewe tena jiulize miracle ingine. Hii miaka yote ujui miaka yote ina maana ilikuwa ni different nini? Years zilikuwa zinapita century na century. Hao watu 40 walikutana aje kitabu ikakusanywa. Rumi ilipiga vita lakini ikiwezekana kitabu ikusanywe peke yake. Rumi wakajaribu kuleta hata Biblia ile Biblimano. Wakajaribu kumix lakini hii already ya Mungu ilikuwa ishasimama kando. Sasa simuone kuna miracle ya Mungu ya kutunga vitabu zake. Mungu kabisa anachunga vitabu yake. Biblia ukishika ujue ni kitabu ya nani? Ya Mungu, wala hakuna wasiwasi. Soma tu kijua ni kitabu ya Mungu na soma. Mtu wa Qur'ani ndio mwalimu amenukuu kwa matangi ya Mtume Muhammad. Ndio alisema ati wakiendea na shughuli za matanga walichukua wahai wakaweka chini ya kitabu.
Sasa kuna mnyama mwenyewe atuambie ni mgani. Aliingia akakula wahai huo, sijui alikuwa na chumvi. Akakula. Sasa walipoenda wakapata wahai huo au katika Qurani tunaambiwa zilipotea. Sasa hakikuandika. Uende huko ndio walikuwa wanaambiwa kuje CDA sasa. Bahati mbaya huko pembeni. Haya tuendelee. Haya sasa awamu ya Biblia tumetoka. Biblia tumetoka? Tumetoka. Tunaenda kwa roho ya unabii sasa. Mwalimu, na kuna kitu yenye tujaguza vizuri kwa roho ya unabii. Kwa roho ya unabii ndio tuende huko ikubalike vizuri. Isaya 20:8 na nukuu tu. Wasiposema kwa nini? Kwa sheria na ushuhuda. Bila shaka hakuna asubuhi. Hakuna nini? Asubuhi. Isaya ngapi? 80:20. Inasema bila shaka kwa hao hapana nini? Asubuhi. Revelation ngapi? 19:10. 19:10. Soma hiyo ndio twende kwa roho ya unabii. 19:10 haraka haraka. 19:10 inasema Ndio. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake, Mbele ya malaika ili nimsujudie. Akaniambia, angalia usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndiyo roho ya unabii. Sijui kama napatana vizuri. Ushuhuda wa Yesu ndio nini? Roho ya unabii. Tuingie kwa roho ya unabii sasa. Fungua selected messages. Dada wetu hapo nimesoma juzi. Fungua hiyo kitabu mnakuwa mnasaidia kusoma. Selected messages book 1 chapter 4. Selected message book 1 chapter 4. Kwa na hard copy tutaanzia page 49 kuendelea. Page 49 kuendelea. Ambayo inasema paragraph ya kwanza. Selected message book Book 1 chapter 4. Chapter 4. Na chafungua. Haya. Tutaanzia hapa, dear brothers. Paragraph ya kwanza nadhani. Dear brother, Writing and topic is writing and sending out. Tuko pamoja. Oh dear brother. Dear brother. Sasa tunaambia dear brother, there are some who think they are able to measure the character and to estimate the importance of what the Lord has given me to do. Kuna wale ambao wako kazi yao ni kumeasure na kuestimate ni kazi ambayo Eden alifanya. Yaani wanakaa sasa hii wanajua kujua mbaya na nzuri. Yeye alifanya hii si original. Their own mind and judgment is the standard by which they would weigh the testimonies. Yes. Their own mind and judgment is the standard by which they would weigh the testimonies. My instructor said to me, ukipata nimeruka paragraph itabidi hata wewe uruke. My instructor said to me. Sasa nani anamwambia ni Yesu, si ni kweli? My instructor said to me, yes. Tell those men that God has not committed to them the work of measuring, classifying, and defining the character of the testimonies. Those who attempt this are sure of it in their conclusions. The Lord would have been there to their appointed work too. If they would keep the way of the Lord, they would be able to discern clearly that the work which He had appointed me to do is not a work of human devising. Asante, kuna point hapo nikusikia. Nimesema ya kwamba na mimi napenda hii mchezo. Sijatii kusema hivi. Nimesema men watafika kwa wanaume. Wakianza kuchukua vitabu hivi, wakisema sijui hapa ni mbaya, hapa ni mzuri, hii ni original, hii ni fake, wanasema measuring, wanapima. Yeye sio ati anasema aje, maneno haya Mungu hajawapatia nyinyi, amenipatia mimi nipime. Hiyo si kazi yetu. Sisi yetu ni kusoma. Si kanaelewana vizuri. Si maneno yetu Shivaji anasoma akitafsiri. Tunaelewana vizuri. Endelea mwalimu. Sasa tunaenda kwa sub paragraph ambayo inasema assisted
Yes, wamefika hapo. While my husband lived, he acted as a helper and a counselor in the sending out of the messages that were given to me. So bwana yake hata alikuwa helper kwa kuandika vitabu. Hata ukisema hapo kuendelea, sitasoma sana. Ukisema hapo kuendelea kwenye paragraph utapata alikuwa anamkosoa kwa grammatically na vingine, kwa sababu alikuwa msomi, yani alikuwa masomo yake kidogo. Sasa alikuwa anamsaidia. Sasa kuna helper ambao walimsaidia sasa. Yani bwana yake Mungu amechagua Helen na bwana yake Mr. White wako na yeye. Sasa wakiandika si tu Helen G. White peke yake. Bwana yake anakuwa his helper. Helper kumsaidia venye zitaenda wapi nje. Tuko pamoja, hazitoki tu hivi. Kulikuwa na msaidizi. Tunaendelea. Tuko pamoja. Endelea mwalimu. Paragraph nyingine iko chini hapo, kwa hiyo subheading tu. Lakini wewe utasoma yote. Maana kuna point tumewasha. Paragraph inaanza na as the work grew, others assisted me in the preparation of matter for publication. Hata kuna wengine walimsaidia. Si yeye tu. Si yeye pekee yake. Unajua kuna mtu utaenda utafuta, sinaona huyu fulani huyu. Huyu si yeye, ni angalia hiyo kitabu. Ni anasema kuna wengine watafanya na yeye. Sasa usiende ukalete ya mwingine. Kama imekubalika huko iko sawa. Juu wengine amesema kuna wenye watamsaidia. Sasa huyu yote zaidi unaona huyu si yeye, ni kwenda tu. Lakini si alikuwa amesema watamsaidia. Sasa shida inatoka wapi? Tuendelee. After my husband's death, faithful helpers joined me, who labored untiringly in the work of copying the testimonies and preparing articles for publication. But the reports that circulated that any of my helpers are permitted to add matter or change the meaning of the messages I wrote out are not true. Unasikia kuna watu sasa walitoka. Unajua alichagua asema faithful. Hao watu wenye walichaguliwa waandike ni yale ni aliwaita faithful. Sasa walipokuwa wanaenda walikuwa wanaandika hizo point za nini? Tarehe ya unabii wakiandaa kwa vita. Sasa wanafanya kuna rumors zinaendelea kusema hao wanaongezanga wakipunguza wakibadilisha mimi. Ile ni tayari amezidi. Hiyo maneno si ya kwetu. Tuendelee. Naenda kwa paragraph nyingine inasema while we were in Australia. While we were in Australia, the Lord instructed me that W.C. White should be delivered from the many burdens his brethren would lay upon him, that he might be more free to assist me in the work the Lord has laid upon me. Since my return to America, which is another paragraph, since my return to America, I have several times received instruction that the Lord has given me W.C. White to be my helper, and that in this work the Lord will give him his spirit. Kuna kitu nalisema mwalimu hapo, iko maneno mzuri sana inafaa uongezee. Hayo anaambiwa wakati walikuwa Amerika, Mungu anamuonyesha sikuonyesha tu, instructed me kwamba W.C. White atakuwa msaidizi wako. Kijana wake. W.C. White ni kijana wake. Wasiwezi potea. Tumeweka hapo, tumeziwekea slides. Sasa wacha niongezee kidogo. Sasa wacha niwaambie mambo ya Mungu ilikuwa ni kama vijiti kupokezana. Mungu ameita Helen G. White. Wakati alimuita Helen G. White, akamwambia mzee wako, nani unapiga kelele? Akamwambia mzee wako atafanya nini? Atakuwa msaidizi. Si ni kweli? Wakati amemchagua mzee wake amsaidie, wakati ujumbe unaendelea, mzee wake ndiye tunajua alikufa mbele. Alipokufa Mungu akamwambia wewe, sijakuacha hivyo. Hiyo pale nasema WC ukirudi nyuma inasema alionyeshwa kwa vision. Akamwambia nimekuchagua kabisa. Nasema nimeonyeshwa several times. Akionyesha akiambia WC ndiye ataingia kwa kiatu cha si tu kumsaidia, pia ndiye atakayemlidi. Sasa nabii mtoto wake WC ni last born wa second last born wale ndiwe tuko pamoja. Sasa akamuli ikawa hata anapotoka ndio tunaenda pale.
kuna mtu mwenye ako. Sasa kama kuna ukweli tunatafuta IMS ndio tunawaambianga. Kama mlitoka na mnadai ingi mlitoka na ukweli, hao wenye walibaki wangewafuata. Lakini hawakuwafuata. Sasa yeye wakati ako WC akawa ana act na nani? Na ile mji wa Israeli bwana yake ametoka. Lakini alikuwa ameambiwa yeye ndiye atakaye mrithi. Ellen akitoka hatujakosa nabii. Huyo alikuwa ni nabii. Hatujamkosa. Kwa nini? Amerithi hiyo kitu. Kusimamia vitabu WC. Endelea mwalimu. Sasa point nyingine, proper time and manner of presentations. Yes. Enda kwa hiyo subheading. Nasema it requires much wisdom and sound judgment quickened by the Spirit of God to know the proper time and manner to present the instruction that has been given. Yes. When the minds of person is reproven, is a point. Kuna mwingine atakwambia hii hata ukihubiri namna gani zimebadilika, lakini sikizie maneno. When the minds of a person is reproven are under strong deception, they naturally resisted the testimony, and having taken an attitude of resistance, it is difficult for them afterward to acknowledge that they have been wrong. Umesikia? Mtu amekataa, amekwambia hapo pajiongezwa na kubali, usingengane naye. Ndio nabii nasema si mwepesi kukubali. Kwa nini? Imani yake iko ile ikiongeza, si ya kweli, si ya kweli. Endelea mwalimu. In the early days of this course, if some of the leading brethren were present when messages from the Lord were given, we would consult with them as the best manner of bringing the instruction before the people. Sometimes it was decided that certain questions would better not be raised before a congregation. Sometimes those whose cause was reproven would request that the matters pointing out their wrongs and dangers should be read before others, that they too might be benefited. Nataka niwape mfano wa amesema kuna mambo mengine hata yakasoma kwa kiasi. Lakini kuna watu wengine wenye hawaelewi. Wanasema lazima isomwe. Kama ni wewe unabii kwa nini isisomwe? Sasa nataka niwape kwa nini isisomwe. Na hapo penye ile ndio ikimongelea mambo ya zaka. Ni kweli akasema zaka iende conference na iende pia kwa wainjilisti. Si ni kweli? Wewe unaona aje sasa ile conference hata juzi tulikuwa tumekutana huko. Alafu ukaribishe mwinjilisti uende uongee. Alafu aanze kuambia watu zaka ikuje kwa wainjilisti. Sio hata create confusion. Ndio hapo chini hata ile ni akimaliza anasema kuna wajamaa tendo wasome hapa mbaya. Akasema this question to be decided. Alimaliza akisema sasa wewe mwenye umesoma sana unajua mwinjilisti ako fulani anasumbuka ndio utazatumia tu. Umeona? Lakini akasema nini saidi. Kuna mambo mengine anasema katika ile lenye mnasoma mnadiscuss taratibu na lenye anasoma mbele ya mkuta. Sasa wewe usitoke uko na kifua tu ati lazima iende tena utakuwa uko nje. Unaelewana vizuri? Haya, endelea mwalimu. Na kwa mfano kuna topics zingine ambazo hata hapa anatumia sometimes it was decided that certain questions would better not be read before the congregations, and endelea kusema sometimes those who so kuna point hapa ingine inasema yani inasubiriwa muda wake ufike. Sasa ukisema roho ya nabii time una consider time kwanza. Yes. Unaongelea wakati wote. Kwa sababu hata ile ni mwenyewe alikuwa anapewa ujumbe anangojea wakati wake ufike. Point kama nyingine. Kupata mhubiri ameenda kutoka kwa 1 na anahubiria watu wa Sunday kutokula nyama. Kuna hiyo si nyama ni ndani. Hiyo si point ya wakati huo. Kitu kwanza wapee Kristo, wakishaingia hiyo ni mpaka nyinyi wenye mko hapa mnakula. Sisi alafu naenda kuambia watu wasikule. Sina na wewe hauko kwa mpangilio. Inafaa upeleke kitu kulingana na wakati wa. Mtu akishaingia atalelewa, mwisho akiona awache atawacha mwenyewe. Juu si dhambi. Lakini usiende kuhubiri, kuna watu wanapeleka topic za reformation. Tunaambia si kila kitu kinafanya balaa sana. Haya, hiyo ya nyama. Kuna nyingine chini inasema tumusikizeni, unajua tutakapopita utapokutana na vita hii utajua nikubidi usikie. Endelea. Kama mnataka topic ya nyama itawekwa tu. Proper time and manner of presentation. Iko chini. Proper time and manner of presentation. Wasisome proper time
and manner of presentation. Presentation. Ayasoma. Anasema, often after testimonies of reproof were read, heartily confessions were made. Then we would unite in a season of prayer, and the Lord would manifest His pardoning grace to those who had confessed their sins. The acceptance of testimonies brought the rich blessing of God into the assemblies. So, hapa yes. Often after testimonies of reproof we are read. Kuna wengine walikuwa na msimamo huu, sasa wanafaa kuiproviwa. Sasa wengine walitubu, heartily confessions were made. Then we unite in a season of prayer, wakaomba, and the Lord would manifest His pardoning grace to those tunasoma kuendelea. So hata ukisema unajua ya kwamba kuna wengine waliandika vitabu, waliandika ama walitamka maneno kabla hawajajua, na baadaye wakakorektiwa na wakatubu. So usisome tu kusema huyu alifanya hivi, huyu alifanya hiyo, lakini baadaye akaelewa akatubu. Ndio point iko hapa. Mengine, time and place to be considered. Wakati unasema vitabu vya roho na time and place to be considered. Kuna wakati kwa mfano ile Njiweki alisema hata wakati umefika hao kuna haja ya kwenda shule. Inabidi tuongoje kurudi kwa Yesu maana anarudi. Lakini sasa endelea mbele. Alizidi kusema kwamba atakuja baada, hata alijua atakufa mtoto wake atari. Sasa usisome tu alafu utoke na kuna wajamaa sasa hata najua rafiki yangu mmoja mtoto asiende shule. Yesu asema shida yenye maana kama tauni kai kama leo hii usionekane tauni bado hapo tauni. Uzuri wao anawaambia muape lakini wanaishi basi. Hii point ya muhimu sana. Time and place to be considered. Time and place to be considered. Tunaposoma vitabu vya hizi. Regarding the testimonies, nothing is ignored. Chochote chenye umesoma haikataliwi. Nothing is cast aside, but time and place must be considered. Kwa hivyo kila kitu ni sawa, lakini wakati wake ni wakati gani? Na kuna topic za watu zenye inabidi wengine wakati bwana. Tumetoa. Nothing must be done untimely. Some matters must be withheld because some persons would make an improper use of the light given. Every jot and title is essential and must appear at an opportune time. In the past, the testimonies were carefully prepared before they were sent out for publication, and all matter is still carefully studied after the first writing. So, hakuna chenye kimeandikwa ambao kinafaa kukataliwa. Lakini je, wakati anaandika hivyo alireprofiwa? Je, alicorrect ama alibaki na msimamo huo? Ni wakati upi aliandika kuhusu hiyo kitu? Ndio twende mbele sasa. Sasa unaposoma hakuna ujumbe wa kukataliwa, lakini time and place to be considered. Sasa tunaenda kwa hapa tu mahali tuko. The publishing of compilations. Compilation ni kupublisha wakati tunakusanya, si ndio? I can see plainly that should everyone who thinks he is qualified to write books follow his imagination and have his productions published, insisting that they be recommended by our publishing houses. There would be plenty of theirs broadcast in our world. Hiyo point kwanza mnaipata vizuri. Inasema mwenye anaona amekomaa anaitwa dume kweli. Ataweza kuandika kitabu, hajakatazwa asiandike. Lakini hiyo kitabu inafaa ipitishwe na nini? Publishing office ya SDA. Sasa ukiona kitabu ya wakati ule ilipitishwa mpaka na public office ya SDA.
hatufai tunaikataa tu. Si ni kweli? Kwa nini? Wewe umejihisi wewe ni ndume umeandika kitabu, ikipitishwa inachapishwa tu inaenda kwa watu. Ndio unaona tuna vitabu za pioneers nyingi. Zilipitishwa zikachapishwa ndio. Tunaona sasa tuko na hiyo app. Na kuna mtu mmoja alikuja na uongo. Kwa nini ile nijue eti alikuwa anachunga kabisa? Boss hiyo kitabu I think kama utaikumbuka utatakwambia. Alikuja na uongo akafundisha washiriki. Akaandika kuhusu uongo. Ile nijue eti aliamka akamkemea ambia wewe nimekaa chini nimekuangalia. Nilikuwa nafikiria kuna mtu ataongea. Lakini nimeona nisinyamaze. Akamkemea direct. Unaona vitabu zake hiyo kitabu ilikuwa inaitwaje Bosco? Living Temple. Kwa maana kitabu ya Living Temple. Na ameenda amenukuu mambo ya Ellen G. White huko na akaandika kitabu Living Temple, lakini mwisho ilikataliwa. Hata hii statement anakataa kwa sababu anasema I can see plainly that everyone who thinks is qualified to write books follow his imagination and have his production published, insisting that they should be recommended by our publishing houses, there will be plenty of tears sold. So anafunga. Wewe uchape kitabu na ulete ipitiwe, hiyo amekataa. Lakini leta ipublishiwe. Yaani nikiandika kitabu nafaa nipeleke kwa ikipitishwa ni sawa. Wakiona makosa ndani ikataliwe. Tunaelewana vizuri ama unasoma aje Bosco? Ndio naomba Kiingereza unajua inategemea na shule uliyosoma. Nyinyi mmesoma juzi, so bendi hapo mmesoma hiyo statement inasemaje? Hebu rudia ni. Inasema I can see plainly that should everyone who thinks is qualified to write books follow his imagination and have his productions published, insisting that they be recommended by our publishing houses, there would be plenty of tears sold broadcast in our world. Kwa ufupi pale Ellen G. White anaonya wale ambao jambo la kwanza ambalo amesema pale ni those who are led by their own imagination. Cha kwanza hawafuati Biblia. Wanafuata nafsi zao. Na tena wanalazimisha. Kama vile Muhammad alikuwa amesema vikipitishwa ni sawa, lakini hao wanalazimisha vipitishwe alafu visoma. Wanasema kama hivyo vitakubalika, watakuwa na roho nyingi ambazo wafanye mazuri kabisa. Na ndio muone saa hizi zenye zinatupiga saa hii kanisa la Mungu hazijapitishwa huko. Ukienda sasa zimepitishwa sasa ziko kwa app. Hakuna vitabu ya vita. Lakini kuna wajamaa wameandika vitabu ambavyo havijapitishwa huko, lakini ndio wanatupiga na haya. Maliza haraka mwalimu. Sasa tumeangalia Biblia, tukaangalia sasa kwa roho ya Mungu, tukaangalia Mungu vile ametumia Ellen na Ellen vile ana command. Na akasema atakuwa na wasaidizi. Bwana wake akiwa mmoja wao na kijana wake baadaye akamchagua. Sasa tunaenda kwa transition of office. Transition of office. Sasa tumetoka kwa Ellen G. White alikufa. W.C. White akawa anasimamia. Sasa wakati W.C. White alikuwa nani? Alikuwa na aliwekwa aje? Kijika tunaelewana hapo. Tuko kwa point ya mwisho, tumebakisha tu watu wawili tumalize. Ni kusoma. Hiyo kweli. Enda kwa kitabu inaitwa Ellen G. White The Early Years Volume 1. Ama kwa ukiwa na search pale kitabu andika 1BIO. Ama kitabu inaitwa biography. Na tukubaliane tu wakati tunaenda. Lakini kitabu yenyewe inaitwa Ellen G. White The Early Years Volume 1. Abbreviation pale ukiwa yani book code 1BIO. Na tunapoenda hapa tukubaliane hivi. Muangalie hapa kutoka 1844 mpaka 1950. 1950 unajua nini ilihappen? Ellen G. White alikufa, si kweli? Hapa na katikati hapa mzee wa Ellen G. White alikuwa amekufa wiki hiyo ambayo mtaangalia kwa life scale. Lakini walianza na James, mwisho kijana yake akamrithi WC. Vision zilikuwa zimeonyeshwa. Already before akufe walianza kazi na kijana. Ile walianza death of the husband, kijana aliendelea mpaka 1937. Tuko pamoja? Anaitwa WC. 1937. Akiwa anasimamia uchapishaji wa vitabu. Vitabu viliandikwa zilikuwa zimechapishwa. Yeye ndiye anaangalia na make sure mambo inaenda sawa sawa. Kutoka 1937. Kama umeshindwa kutafuta naweza kuwekea. Kutoka 1937
kukuja mpaka 1978 huyu kijana pia alizaa mtoto. Mungu akamwambia huyo anaitwa Adam. Another name imenitoka. Ada huyu Lesi White na Ada White. Tuko pamoja. Akawa amesimamia kutoka 1937 mpaka 1978. Wakiwa wame ofisi ukoo hii wa mwisho kutoka ni Ada. Ndio ametoka kwa ukoo LMG White wa mwisho 1978. Lakini huku yote na Mungu alikuwa amewaanoint. Na hata yeye akitoka bado alichagua 1966 alichukua bodi nyingine ya kupeleka mambo vizuri. Tunaelewana vizuri. Sasa tunataka tuone baadhi ya vitabu zenye zinakataliwa. Ziko hapa tuone zikiongelewa zikiandikwa. Mwalimu sasa naomba tusonge mbele mjini. Hii simu imekataa kuweka. Labda Itabidi asikize kusoma alafu tutampenda confirmio. Sasa tusikize tu ndio. lakini hii imekubali, hii anaweza kaa pale. Hii imekubali. Kamezoea kufungua roho ya udabii. Haya, sasa twende mkono wa kaka. Na nitaacha paragraph ya kwanza nina paragraph ya pili. Hapa paragraph ya kwanza inaongelea kuhusu Arthur L. White ambao ni mjukuu wa LMG White, mtoto wa W.C. White. Inasema hivi, paragraph ya kwanza imeongelea biology yake. Sasa tunaenda hapa statement yenye napata. The following year Arthur was called to the office of the LMG White estate at Elmshaven to serve as accountant and general assistant to his 74-old father. Kwanza hapa baba yake alikuwa na miaka mingapi? Huyu ni W.C. White tunaongelea hapa. Alikuwa na miaka mingapi? 74. Sasa Arthur akaitwa kwa ofisi ya LMG White estate ili amsaidie awe accountant and general assistant kwa baba yake. Tunaongea kuhusu LMG White sasa. Alijitwa na kijana wa LMG White. The latter was one of 5 church leaders appointed by Ellen White in her will to administer her estate. The latter was one of 5 church leaders appointed by Ellen White in her will to administer her estate. When Arthur joined him in 1829, he was the secretary to the board of trustees. Kulikuwa na board hapa baba yake alikuwa bado W.C. White ndiye alimuita akamweka sasa hapa kuwa nini mwaka gani? 1929. He was secretary of the board of trustees. During the next 9 years, Arthur was given increasing responsibilities, and in 1933 he was appointed assistant secretary of the board. Shortly after the death of his father, W.C. White, at the age of 83, W.C. White alikuwa na miaka 83. In late 1937, Arthur was elected as a life member of the board and secretary of the estate, a position he held for 41 years. Alisimama kwa hiyo ofisi miaka ngapi? Baada ya baba yake kufa, sasa akachaguliwa akakaa kwa kiti ya baba yake. Yes. Na kazi yao ni nini? Kuchunga estate ya LMG White. Uongo usiingie. Endelea. On the death of his father, in harmony with plans of long standing, Arthur supervised the immediate transfer of office and LMG White files to the world headquarters of the Seventh-day Adventist Church in Washington, D.C. Unaona ni mwenye anatoa sheria iende huko ni nani? Arthur. Yes.
yata akatransfer hizi files Ellen G. White files mpaka kwa World Headquarters nini SDA. Yes. So principal texts including working with the world field in development of the available spiritual prophecy literature and assembling Ellen G. White materials for publications. Kazi ambayo principal text ya zenye alikuwa anafanya, mmoja yapo ni kuungana na kufanya pamoja na world field. World fields, tunaelewa, in the development of the available spirit of prophecy, in the development of the available spirit of prophecy, literatures, and assembling Ellen G. White materials for publication. Assembling. So ya anaingia ana assemble. Unajua already 1937 yuko. After 1937. Yes. Na tumesema tunaambiwa kwa ofisa alikaa kwa miaka 41. Yes. So kwa ofisa alitoka mwaka gani? 7 Unaongeza. It is 41 plus 1937. So utaona hadi mwaka huu alikuwa bado kwa ofisi. So in compilation such as evangelism, vitabu zenye alitengeneza twende zenye alikusanya mwenye tunaona alikusanya kwa sababu zilikuwa zimeandikwa unpublished bado. Sasa alizikusanya. Sikiliza sasa. Evangelism, Adventist home, and selected messages. Sasa mtu akija hapa akataa evangelism, kwanza akataa selected messages na akataa Adventist home, akataa huyu kijana wa WC White, akataa WC White mwenye kumweka, na akataa Ellen G. White mwenye kuweka WC White. Sijui kama tunakielewa. Kwa sababu hoja yenyewe hapa ni kukataa evangelism. Adventist home na yeye amefanya compilation. Yeye ndiye amefanya. Sasa kama mkuna wengine na si yeye, ujue anasimamia board of trustees wote wana muziki. Aya, kuchapisha vitabu ni ndio the word of faith. Sasa inakuwa aje tena ikose ako alafu kiharibiwe, alafu tuambie Mungu alisema, alafu wakwambia ati evangelism iliandikwa na Jesuit. Hiyo ni uongo. Sorry. Wakati alipeleka hii faili kwa tena conference, ile inamaanisha walisimamia hapo kitabu cha kitabu ama hiyo kizazi ikaisha. Imesema hivi venye ilisomwa, imesema huu mwaka huu baba yake alipokufa ilitolewa home, yani zipelekwe kwa makao makuu ya kanisa. Jianze wakanapelekwa, unajua kuna sasa arumo ya ofisi ya kuweka vitabu, ofisi ya Ellen G. White, na alipoingia huko sasa akawa ni mwenye kucombine hizo files zipangwe zichapishwe vitabu. Ndio unaona ukisoma kwa nini kitabu Evangelism ikiwa ya kwanza kuchapishwa na huyu kijana ilichapishwa 40 AD. Moja kidogo AD. Yes, ilichapishwa AD 1946. Yani AD. Yes, sasa mwalimu nilikuwa naomba. So 46 ukisoma kwa preface pale, lakini all that si yeye, all that naambiwa ni jiwa, na ukisikia ni kitabu, unajua kile kitabu hata zenye Ellen G. White mwenyewe aliandika, unapata hapo ameandika maneno na amerifaa mengine kwa kitabu kingi. So Ellen G. White alipokuwa anaandika, kuna wengine alikuwa anarifaa kwa kitabu. Na sasa hii juu ni kitabu independent inaitwa Evangelism, kuna maneno yenye yako pale haiko kwa hiyo kitabu ingine, iko tu kwa Evangelism peke yake. Juu ni kitabu, si ujumbe wenye unakusanywa, ni kitabu kinawekwa pamo. Sijui kama naelewana vizuri. So usiseme mbona hii haipatikani kwa ingine. This is not, ukitaka yenye inapatikana kwa ingine, enda kwa selected message. Juu ni ujumbe, lakini this is a book. So unasoma, alafu unatafuta kwa kitabu ujumbe huu ulitolewa wapi. Na kama umepewa reference, ina maana juu ataweza kuwa kwa ukurasa wa Ellen G. White alipoandika, ajiandika na chini akaendea na akanukuu hiyo maneno kwa kitabu ingine. Sasa usitaki maneno yote ameongea hapo ipate huko. Sijika naelewana vizuri. Maana ni kitabu. Tuko pamoja? Kwa hivyo boss akija anakataa evangelism, kwanza mwambie akatae na selected messages. Leo ni mtu. Sasa wacha tuendelee sina nini ya mwisho. In 1966 the board inaendelea na kitabu. The board of trustees in council with the general conference
officers asked Arthur Waite to author a definitive biography of Ellen White. The Board of Trustees pamoja na General Conference officers walimuomba andike kitabu kuhusu biography of Ellen White. Na alikuwa ndiana hiyo vitabu vya biography vyote kaandika. Na kila mwaka niseme ilikuwa kila mwezi ama kila mwaka alikuwa anatoa nini, alikuwa anatoa ile life sketch kama hiyo ni tofauti. Biography inakuza historia ya life sketch, inakuza nini, mambo mengi hesitant because of his personal relationship to the subject of the biography, but conditioned by his stance taken early in his ministry that he would relate to Ellen White as would any other Law Seventh Adventist, viewing her as Sister White and not as my grandmother. He accept the assignment. So walimwambia usiandike alafu uandike kama your grandmother, bali andika kama Sister White, kama mtu mwingine. Na hiyo ndio tabia watumishi wa Mungu. Yesu wako anaita mama yake mami. Alikuwa anambia wewe mwanamke tunanini. Sasa kwa hoja ya vitabu tukafungia hapo. Sasa kwa hoja ya vitabu tukataa vitabu wao huko nje kabisa. Hapo tuko sawa. Unajua kuna watu wanakuja, hata ukikutana na watu wakina AMS wakina nani wanakuja wanatuambia vitabu ziliharibiwa. Mwanzo tuliambiwa ukisikia wakisema hivyo mjua waongozi na Mungu. Vitabu hijaribi. Vitabu iko sawa kabisa. Shida tu ni uko wewe uangalie tu 1915 Ellen White alikuwa amekufa. Vitabu imeandikwa nyuma yote imeharibiwa. Kwa nini? Ellen hakuwa kulikuwa na mpangilio. Na huyu Arthur huyu amekufa 1991. 1991 si karibu wote hapa mlikuwa mmezaliwa. Ndio wa mwisho amekufa kitoka. Na kabla kufe bado bodi ilipangwa penye kutae. Hata akitoka kwa ofisi kulipanga. Hapa ni venye siku mwezi huko tungefika. Sasa tunaomba tumwachosha kwa mengi, lakini ndio yuko kusoma. Unajua walimu hatuchoki tunaongea. Mimi ni mkana mnakaa mko na nguvu. Mungu watie tu kwa wakati. Tuko pamoja. Sasa kesho nani watakuja kesho? Kesho kuanzia saa 2. Tunaanza saa 2 mpaka kieleweke. Karibu sana. Topic nimewaguzia ya kesho. Sasa wewe ukifika huko utafuta personality of Holy Spirit. Ndio kesho ukifika tutaweza kupea namba ucheze namba 9. Na kama as a person wanasema kukua as a person. Kama hako as a person basi Trinity iko. Na kama haiko Trinity hakuna. Si unaona hapo tuko poa. Sasa kama tutampata as a person na mapeshi, naomba kesho msiende bali. Tukae pamoja. Wanakubali Holy Spirit as akona attributes of a person. Lakini wanakataa kupe Holy Spirit mwili. Hapo ndio vita iko. Ukienda na Trinity wanasema Holy Spirit inafaa ikuwe mwili, ipewe mwili. Ndio maana akona personality is not a being. Sasa sisi wenye tunakona attributes ya a person. Holy Spirit ina grieve, ina groan, ina cry, hizo. Naona iko na attributes of a person. Sasa unajua this is not a being. Unajua kuna siku tulisoma haina mwili. Yes. Kuna siku tulisoma hapa hoja. Kuna siku tulisoma hapa hoja ya kuonyesha kanisa la Mungu ni SDA. Yeah. Tukapeleka. Wenye wako wakatuambia sisi pia ni SDA. Sasa kuna hoja zingine tutasoma zikikuja kilia. Unajua Biblia inasema mpumbavu amini kila jambo, lakini mwerevu kuchunguza na kuchagua yote. Sawa. Sisi sisi tutafanya nini hoja za tuko nazo? Holy Spirit is it a being? Ndio ukisikia personality kwa Kiswahili inaitwa mtu. Ni mtu. Si ni kweli? Hiyo ndio I think mimi elimu yangu imenifikia. Sasa atudiscuss sasa hiyo, ujue mnaitwa mtihani. Kesho ndio mtihani. Sasa wewe kama uko na njaa, usiniulize, ndeza kujibu mwalimu mwenzangu akikuja aseme wewe uliharibu wapi. Sasa wewe fanya hivi. Mimi na waipia tu mtihani. Kuja kesho.
tusome tuelewa. Na mjadala wetu tunafanya kesho ni wa amani, na kila mtu kanisa la SDF mimi najua niko ndani. Hata sasa mimi nianze kuomba ng'ombe. Mnipe time ya kuacha kuomba ng'ombe. Msiniambie nitoke kanisani. Kanisa si lenu. Mnipe time ya niombe ng'ombe, nitakapotoka niwaambie na kweli mlikuwa mnanisaidia. Na kama sita nitaendelea kuomba ng'ombe nikitoka kanisani, sasa lakini hamna ruhusa ya kunifukuza kwa kanisa. Nadhani hapo tuko clear. Haya. Langu ni ombi wale ambao watakuwa karibu kama mimi, si mtarusha kwa mitandao, tufuatilie huko, tutarecord kesho itakuwa yes. Lakini leteni tumboseni kupata kazi. Sisi tuko pamoja. Tumeshukuru sana. Mungu awabariki sana. Azidi kama umeinua ya nini au coffee. Kesho tutakutana kwa uwanja. Tutakutana hapa, tutadiscuss kwa pamoja, lakini mkutano ni wa amani. Ni wa amani, na usione wewe tukiulizana maswali uone kama kanisa linafunguka. Tunaulizana maswali kwa uhuru, maana tuko na hiyo room ya kudiscuss. Delta. Asante, karibu sana. Asante. Kama kuna jambo kuja waambie watumishi wako, ndio waambie waende wao. Hamjambo nyote. Naomba tuwakaribishe mkutano wa kesho. Yale tumefanya nini siku ya leo, I think yametosha. Hii ni time nzuri ya kuelekea nyumbani saa 11:30. Majaliwa Mwenyezi Mungu, tukutane kesho. Kwa walimu ambao mmetufunza, tuweze kuwabariki na kuwazidishia. Sisi ambao tumefunzwa tuende kama wale wa Berea walikuwa naenda kuchunguza maandiko. Tusiende tukalala tena tukagojea walimu next Saturday wakuje tena watufunze. Tunaendelea kujifunza sababu kesho nayo utafunza kule kwingine. Tubarikiwe sana na tuzidi kutia bidii hiyo ya kusoma. Wageni ambao tumekuwa nao wameniambia wamerudi pale kanisani.